Bwana wanasema ungurumapo simba ucheza nani? Anaponguruma simba kwenye nyika, basi wanyama wengine wote wanatafuta mahema ya kujificha. Story kubwa ni moja tu kwa sasa kwenye taifa hili. Story ni klabu ya Simba kuandika rekodi ya kwenda finali kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika msimu 2025. Ni kuibia siri, hii ni mara ya pili kwa klabu ya Simba kuitakatisha Tanzania kimataifa. Mwaka 1993 klabu ya Simba ilikuwa klabu ya kwanza kufika finali kwenye mashindano ya vilabu kwa wakati ule. Baada ya hapo imepita takriban miaka 32, klabu ya Simba inaweka historia kwa klabu ya kwanza Tanzania kwenda finali mara mbili kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Haipo klabu nyingine, usidanganye ukaamini, ni Simba pekee yake imefanya hivyo. Hizi ni nyasi za uwanja wa Gombani. Zinafanana na zile nyasi za pale kwa Mzee Madiba Afrika Kusini, ambako klabu ya Simba ametoka kwenda kwenye hatua ya finali na kwenda kuzungumza sasa na mkurugenzi mkuu mtendaji wa Nakivona Media. Yeye ndiye ametopa udhamini kutoka Dar es Salaam mpaka hapa kisiwani Pemba kwenda kushuhudia mashindano ya Muungano. Simba, 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 Simba ndio jina kubwa. Baada ya mchezo ule pale kwa Mzee Madiba Afrika Kusini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tumetoka kutimiza miaka 61 juzi tu, kupitia ukurasa wake maalum wa Instagram alipongeza klabu ya Simba kwa makubwa waliofanya. Simba, Simba, Pemba pale Messi paliwaka jana. Rais kayaona yote. Karibu sana Rudia tena, nani kawapongeza Simba? Rais Mtanzania namba 1, Tanzania 1, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kawapongeza jeshi lake. Wewe ni nani? Katae. Wewe ni nani? Yes. Na hiyo ndo Simba Sports Club. Na nilizungumza mwanzoni wakati Simba wanaenda South Africa, lakini pia nilishawahi kufanya interview na baadhi ya vyombo vya habari wakati Simba tunaisaka nafasi ya kwenda hatua ya robo finali, na niliwaambia kwamba Simba Sports Club ya mwaka huu haina matata, itafika mbali sana kutokana na muundo wake. Na kuna wakati najizuia sana kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana na Simba, kwa sababu mara nyingi furaha ninayoipata wakati Simba Sports Club wanashinda hunipelekea mimi kuingia baadhi ya hasara, kwa sababu huwa naahidi vitu vingi sana. Kuna siku nilisha wazuia wafanyakazi wasiende kazini kwa sababu Simba Sports Club wameshinda. Sasa hii ni hasara kubwa sana. Sasa na ndio maana mmeniona kwamba tangu tumeshinda jana, nimelala sijui masaa mawili tu. Ni furaha kweli kweli, na imetukuta tuko hapa kisiwani Pemba, tupo kwenye kombe la Muungano, na uliona pale Messi hali ilivyokuwa. Hali ilikuwa ni tete, furaha, vifijo na nderemo katika visiwa vya Pemba. Haikuwa ni kazi rahisi, ni kazi ngumu sana, lakini yote kwa yote nipongeze timu yangu, nipongeze wachezaji, nipongeze kocha Fadlu, lakini nipongeze benchi la ufundi, bila kuwasahau mashabiki wote wa Simba Sports Club Tanzania nzima waliokuwa wakiipa Simba Sports Club support, waliokuwa wakiwapa moyo wachezaji wetu. Hao wote tuwapongeze, kazi kubwa sana imefanyika. Lakini nilisema mwaka huu asiye na mwana aeleke jiwe. Nilizungumza wakati wale Sefskin walivyokuja pale uwanja wa Benjamin Mkapa, nikawaambia wale wataondoka pale wakiwa wamechoka sana. Vile viungo vyao tutavishughulikia vyote, na mlishuhudia pale kwamba Maiti alitaka kumng'ang'ania mwoshaji. Sasa ule wakati, unajua wakati wa Maiti kumng'ang'ania mwoshaji uliisha, kwa sababu tulikuwa tukicheza na timu ambazo kila wakikutana na Simba wanataka kushinda, kwa sababu ndio klabu bora barani Afrika namba 4 hivi sasa. Ndio klabu ambayo Afrika nzima yoyote akitaka kucheza na Simba Sports Club ni lazima ajipange sana. Hata Al Ahly walikuwa wakiwahusudu sana Simba Sports Club. Si kazi rahisi kucheza na Simba Sports Club, na inapokuja swala la kwa Mkapa ndio inakuwa wesi zaidi. Tanuru unakuwa kama vimewekwa kwenye tanuru la mkaa. Ushaendaga kwenye yale matanuru ya kuchoma mkaa na yale kuchoma matofali, ukifika pale Benjamin Mkapa ukakutana na vijana wa Simba, inakuwa kama vile umewekwa kwenye tanuru. Kwa ndicho kilichotokea, na sina wasiwasi na Simba
kushinda na kuja na kombe la shirikisho hapa Tanzania. Sina wasiwasi hilo. Wasiwasi hata kidogo? Sina wasiwasi kabisa. Kwamba wale wa Morocco hawawezi kushindana na Simba hii? Sisi hatuna wasiwasi na swala hilo la kombe. Tukikosa kombe, jua ni mchezo. Kwa maana ya football ina dakika zake 90 na football ina kichefu chake. Lakini swala la kuchukua kombe, wasiwasi hatuna. Sisi tuna uwezo wa kulichukua kombe la shirikisho na tukaja nalo hapa bila wasiwasi wowote. Sema tunaacha nafasi nyingine kwa sababu pia mapenzi yake Mwenyezi Mungu tusiyasahau. Lakini Simba hii ina uwezo wa kulileta kombe. Simba hii ipo vizuri. Simba hii inaweza ikacheza kwa namna yoyote na popote pale. Leo hii kama mtaki yoyote yule ambaye anataka kuhakikisha au kuipima ubora wa Simba, atafute mechi yoyote na Barcelona, Real Madrid, Liverpool, alafu sisi tukacheze Liverpool, uone kitakachotokea. Hakuna wasiwasi. Yeye atacheza Liverpool, atacheza Barcelona, atacheza Madrid, bado naamini Simba inashinda. Mkurugenzi, mbona kama taja timu iliyoifunga Simba Sports Club zaidi ya goli 3 kwenye mashindano haya tangu yanaanza. Madrid kwa hiyo atakija pana anapiga kama kawaida. Wakisinyaa tu wanakula goli 7, goli 4. Hicho ndicho ninachokuambia bwana. Simba hatuna mchezo. Wakisinyaa Real Madrid tunawawasha. Sisi hatuna mchezo. Na huu ni kutokana na uwekezaji mkubwa uliowekwa na mdhamini wetu Mohamed Dewji. Mo anastahili kupewa sifa zake. Wapo wanaojaribu kushindana naye, lakini yeye hapigi mdomo. Yeye anawekeza na alisema, na sasa hivi ndio tunaona matokeo yake. Simba ni raha tupu. Na kuna utaratibu tunaufanya hapa Pemba kwa wale mashabiki wote wa Simba Sports Club. Nadhani leo tutapiga nusu finali ya kwanza katika ya muungano. Tunataka tufanye sherehe kubwa. Tule sasa supu ni shida, tutakula ubwabwa. Sisi hatuwezi kunywa supu. Hatunywi supu, si ubwabwa. Hapa ni ubwabwa tu. Tutakaa pale Messi pale na mashabiki wa hapa Pemba, na tafuta viongozi wa mashabiki wa Simba Sports Club hapa Pemba, tulitengeneze jambo letu kwa ajili ya kuishangilia na kuipa pongezi timu yetu. Ikiwapendeza viongozi wa Simba Sports Club, kwa sababu najua hapo Afrika Kusini na Dar es Salaam sio mbali, ikiwapendeza najua watarudi Dar es Salaam. Ikiwapendeza waje basi huko, atakuja kuangalia mashindano ya muungano. Waje tukutembea, waje kutembea. Lakini ni kwa sababu ya kikanuni pia wanaweza kuruhusiwa hata kama inawezekana wakapewa nafasi ya kushiriki Simba Sports Club. Lakini yote kwa yote kilichotokea ni kwa sababu ya Simba Sports Club kuwa kitu kimoja, uongozi kuwa kitu kimoja, wachezaji kuwa kitu kimoja, mashabiki kuwa kitu kimoja. Ndio tunayovuna. Furaha tunazozivuna ni kutokana na umoja tulioonyesha tangu tunaanza mashindano haya. Hivyo basi niwatake na kuwaomba mashabiki wa Simba Sports Club, tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa support viongozi, tuendelee kuwapa moyo wachezaji wetu, tuachane na tabia ya kuandama wachezaji. Hii tabia ipo sana, tumeiona. Wao sisi kama mashabiki tumenogewa zaidi kuona kila saa mchezaji anafunga. Kila asipofunga tunamwandama, tunamkosoa, tunamzodoa. Jambo hili si jambo jema kwa timu kubwa kama sisi Simba Sports Club. Hayo mambo wanafanya watu ambao hawana uwezo wa kimchezo. Lakini mchezaji anapokuwa amefail au anapokuwa amekosa goli, sisi tumpe moyo. Pale Amani Complex alikosa goli moja, lakini alifunga goli moja. Hilo goli ndilo linalotufanya sisi twende finali. Na kuna watu walishaanza kumwandama. Tunajua kuna watu wanatengenezwa na kuna watu wanajifanya ni mashabiki wa Simba Sports Club, lakini tuseme kwamba hawawezi kufanya chochote. Hii ndio Simba Sports Club. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii ni finali ya pili kwa vilabu kutoka Tanzania akiwa madarakani. Wenzenu walienda Yanga na sasa hivi Simba mnaenda. Ni rais mwenye bahati na michezo pia. Hana bahati. Ukisema rais ana bahati unakosea. Rais ana mipango madhubuti. Dr. Samia Suluhu Hassan ana mipango. Unajua bahati ni kitu umekutana nacho ana mipango. Mipango mizuri inaonekana. Mipango mizuri. Uongozi alioweka Wizara ya Michezo kwanza. Angalia jinsi wanavyoisupport timu za Tanzania, lakini angalia hamasa rais wa kwanza, raia namba 1 Tanzania, anavyohamasisha, umeliona kazi ya goli la mama? Shilingi zile milioni 5, milioni 10, milioni 20, umeona zinavyotumika vizuri.
Hakuna rais taja rais mwingine barani Yupo. Hakuna. Ndio na maana na sisi umeona tumemwiga rais wetu, na sisi tunatoa mchezaji bora katika mashindano ya Muungano. Sisi tunaiga, na ndio role model wetu kwenye football. Ndio rais pekee aliyejipambanua, na ndiye kipenzi cha Watanzania, lakini ndio kipenzi cha wanamichezo Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kila mmoja wetu kwa uhuru wake hapa nchini Tanzania wa kuabudu, kila mmoja kwa hali alionayo anatakiwa isipite siku hata moja kumuombea dua njema rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na mambo mengine anayofanya, ameheshimisha soka hapa nchini Tanzania. Amefanya kazi kubwa, si tu kwenye kuhamasisha. Angalia sasa hivi na miundombinu ameshaingia kwenye kuboresha miundombinu, na umeona sasa hivi wachezaji wengi wanavyochukuliwa kwenda kucheza soka la kulipwa. Lakini angalia timu yetu ya Taifa Stars imefanya vizuri, ni kwa sababu ya mipango iliyopo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana na tunampongeza sana, lakini hatuwezi kumsahau Dr. Hussein Ali Mwinyi. Amefanya kazi kubwa mno. Dr. Hussein anafanya kazi kama kwake, anafanya kazi kama vile hataondoka kwenye ile nafasi ya urais, kwa sababu vitu anavyovifanya anaamini atadumu navyo. Lakini kumbe maskini ya Mungu anafanya vile kwa sababu ana mapenzi ya dhati na nchi yake, ana mapenzi ya dhati kwa wananchi, kwa sababu baada ya muda wake kupita, kile kipindi ambacho tayari anakuwa amefikia kikomo, hivi vitu ataviacha, na hivi vitu vitabaki kama historia ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tulimuita Hussein mabarabara, tukamuita Hussein maflyover, tukamuita Hussein mabati, tumemuita Hussein magorofa, tumemuita Hussein maviwanja, tutatafuta majina yote, lakini ni raha tulionayo. Kama unavyoona leo hii tuko hapa Pemba, uwanja wa Gombani, moja ya bonge la uwanja. Yani bonge unyama, wanasema unyama. Cheki VIP pale ilivyotulia, cheki carpet ilivyotulia, cheki mandhari iliyopo. Hujaenda viwanja vilivyo nje ya uwanja huu kwa maana ya annex. Inawezekana kuna timu moja inafanya mazoezi ndani ya uwanja huu, timu nyingine ikafanya nje. Kwa timu 3 zina uwezo wa kufanya mazoezi hapa Gombani. Kongole Dr. Hussein Ali Mwinyi, kongole Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunakupendeni na tutaendelea kutoa support, sisi kama wana michezo, lakini sisi kama raia wa Tanzania. Kwa Zanzibar hatuna mbadala zaidi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakwenda na Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Bwana, huyu ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa Nakivona Media. Ukituona tuko Pemba, ukituona tuko Morocco kwenye finali ya Simba, ukituona tuko Dar es Salaam, huko kote nguvu ya maokoto inatokea kwenye hichi chuma hapa. Kaunda suti imenyoka, yani bala, na hii yote ni furaha ya Simba pia na raha yake. Na amesema kabisa leo hapa nusu finali maokoto inaongezeka na finali inaongezeka, na role model wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mama yetu alianza na milioni 5 ikaenda 10 na Simba amewekewa milioni 20. Sijui finali mama atamwekea Simba ngapi, lakini tayari mkurugenzi ameonyesha kitu. Bwana mtazamaji wa Nakivona, hapa ni Pemba, hapa ni chake, lakini hapa ni uwanja wa Gombani. Hili ndo goli linalolegamia hapa, goli ambalo limepeleka Simba finali. Acha kukasirika, maisha yanataka furaha. Mnyama Simba amefanya unyama wake na tayari amekwenda finali, lakini siko peke yangu, nipo na bestie, nipo na rafiki yangu ukweli, niko na Jackie, camera woman bora kabisa kwenye kizazi hiki cha TikTok. Nataka nikuambie sifa zake kuu 3. Sifa yake nambari 1 ni kwamba huyu ni mwanadada jasiri, shupavu na mchapakazi kweli, lakini sifa yake ya pili ni dada mcheshi na mstaarabu sana. Kisifa yake 3, dada ni mcha Mungu sana. Achana na rasta zake zoka vizuri, ni mrembo kweli, mteketeke, binti anajijali, anajiheshimu, anajijali, kila anaovaa anapendeza. Akiacha hayo pia ni dada ambaye yuko single. Chao.